endelea kutenda matendo mema. Biblia inasema mtapokea ijara kutoka kwa Mungu msipozimia katika kutenda mema. Wapo watu wengi ambao wamezimia katika kutenda mema, lakini nakuombea usizimie katika kutenda mema, maana Mungu ni Mungu anayeweza kuganga majeraha ya ndani na kututoa katika giza, hata lingekuwa ni giza la mauti. Mwanamke mmoja anaitwa Dorcas, katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 9 mstari wa 36, Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako huko Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alijaa matendo mema. Na mimi nakuombea usijae uchungu, jaa matendo mema. Usijae sonona, jaa matendo mema. Usijae masikitiko ya kukosa, lakini jaa matendo mema. Jishughulishe katika matendo mema. Na Biblia inasema huyo mwanamke alikufa, lakini kwa sababu alikuwa amejaa matendo mema, Biblia inasema alifufuka kutoka kwa wafu. Nafsi yake ilikuwa imeshikiliwa na kaburi. Unajua mtu akisha kufa amekufa, na akisha kufa tunasema rest in peace. Ni mwisho wa madaktari, ni mwisho wa watu, ni mwisho. Mtu akifa amekufa. Tuliowahitaji sana katika maisha yetu pale walipokufa ni mwisho wa kibinadamu. Lakini matendo mema, hata kaburi, hata mauti, hata giza la mauti, hata nafsi yake ilipokuwa imekaribishwa mahali pa wafu, matendo mema yalimtoa kutoka pale, na alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Kuna wakati mwingine unapata shida, lakini unasukumwa ndani, katoe sadaka. Unasikia tu, toa sadaka. Tena wakati mwingine toa sadaka ya gharama, sadaka inayogusa maisha yako. Unasikia ufanye hivyo, unasikia ufanye hivyo. Ile ni tiba kubwa sana kwa watu ambao kuna vitu ambavyo umekutana navyo katika maisha yako. Tuna historia mbalimbali katika maisha yetu, na tunapitia nyakati tofauti na misimu tofauti katika maisha yetu. Kuna ambavyo unavipenda lakini haukujaliwa, havikuwa vya kwako kabisa. Na wengine tulipenda lakini hatukujaliwa, haikuwa ni njia yetu pengine. Na wakati mwingine unaweza ukajawa sonona na ukachanganyikiwa, ukapata confusion ya maisha completely. Mimi nilipenda kusoma. Darasa la kwanza mpaka darasa la 7 nilikuwa naongoza mkoa mzima. Yaani shule zile tukishindanishwa nilikuwa wa kwanza mkoa, sijui moku za darasa la 4 mkoa nimeongoza, sijui darasa la 7 mkoa. Shule yetu mpaka imejengewa library na mkoa wa Kilimanjaro kwa sababu ya brain hii hapa. Alafu zamani hizo kulikuwa hakuna mashule haya ya kata. Haya mashule ya kata yametengenezwa juzi na Loasa. Na katika kama kuna watu ambao nitawakumbuka duniani kwenye maisha yangu na mtu mwenye contribution katika elimu, ni haya mashule ya sekondari ya kata. Zamani ilikuwa unafaulu lakini hauchaguliwi kwa sababu ya msongamano wa shule, na ilikuwa ni kupokezana zamu kwa zamu. Kwa hiyo mimi pamoja na akili niliyokuwa nayo, lakini ilipofika mbele yetu wale wa darasa la 7 waliokuwa mbele yangu wakafaulu. Kwa hiyo ni miaka mingine tena 7 tunapokezana zamu kwa zamu kwenda kwenye shule nyingine, kwenda kwenye kata nyingine, kwa sababu mashule ya sekondari yalikuwa hayapo. Lakini nimetokea kwenye a very poor family, familia maskini sana. Nawezaje kwenda shule private? Ndoto yangu ya kusoma ikaishia hapo. Kwa hiyo nikapata shida. Baadaye nimekuja kuondoka kutafuta kwenda kujisomesha mwenyewe. Nimetoa shuhuda mara nyingi. Na wakati mwingine mama ananipeleka shule, naenda kutoka Kilimanjaro naenda kusoma Tanga private school. Napiga simu shule na waambia mimi ndio mzazi wa Eliona, nitakuja kumlipia ada, mpokeeni. Mimi ndio nimepiga simu, alafu nimewapigia hao wenye private school, Ekenford Secondary School, alafu mimi nikaenda shule. Wananipokea kama mwanafunzi, wananiambia baba yako amesema atakuja kulipa, na nikamwambia mtasubiri sana. Ndio hiyo nilivyo, yani ndivyo nilivyoingia sekondari. Na wakati wote nikirudi nyumbani wakati wa likizo,
Lazima mama yangu wakati wa kurudi shule hatuna hela. Mama yangu anachukua majani ya kahawa, anayatemea mate, ananiambia mwanangu nenda, Mungu atageuza ya majani ya kahawa kuwa hela, nenda shule. Kwa hiyo nimesoma na majani ya kahawa, sio pesa, majani ya kahawa ya kutemewa mate na mama yangu. Nilikuwa na uchungu kwa sababu nilikuwa natamani kusoma nipate madigrii yote na niliamini nitakuwa profesa. Kwanza hata nyinyi mkiangalia hii brain mnaionaje? Yaani bila hata kuzungumza mnanionaje kwa mfano? Yaani mkiniangalia hivi mnanionaje? Lakini sikupata hiyo baraka ya kuzaliwa kwenye familia au ya kupata huo mlango wa elimu iliyonyoka. Na nilikuwa na sonona kwenye maisha yangu sana. Sonona ya kukosa, yani mimi nimekosa kupata ile system nzuri ya elimu kama watu wengine, na akili ninayo hivyo. Lakini nikapita mlango wa elimu ya kuungaunga. Lakini baadaye nikiwa katika msukosuko huo wa elimu, nikamwambia Mungu, ukinipa mahali pa kusimama, nikapata tu address, nitasomesha wengine ambao wamekosa, wana akili kama mimi lakini wamekosa ada, wamekosa uwezo wa kwenda shule. Kwa hiyo nikaanza kusomesha watoto. Na mpaka ninavyoongea hapa zaidi ya watoto 200 wa Kitanzania wana masters degree, wengine wana degree, na wengine saizi wanafanya PhD. Wengine ni maengineer, wengine ni madaktari, wengine ni mapilot, wengine ni mapadri, wengine wako wametawanyika dunia nzima. I'm happy. Hata kama unajua ningesoma degree ya kwanza, ya pili na ya tatu, nikafa, nitazikwa kwenye kaburi moja na CV itasomwa moja na itaisha hapa. Lakini kwangu mimi nikifa na CV vyangu vya kuungaunga vitasomwa siku hiyo. Lakini nyuma yangu nimeacha historia ya watu zaidi ya 200 ambayo watasomewa, na nikifa mimi nimeacha watu wengine. Kwa hiyo na degree nyingi labda pengine kuliko wanadamu wengine duniani. Are we together? Yani na degree nyingi kwa sababu kuna wenye masters, kuna wenye degree moja, kuna wenye PhD, na wengine saizi wanaandika pepa ya kuwa maprofesa. Lakini ni wale niliowasomesha. Na I'm happy ninapoona wana graduate, napoona wanafanya vizuri. I'm happy. Sikufikia pale walipofika. Na mimi nawapeleka shule, naambia wanangu, someni vile vitabu ambavyo mimi sikuvisoma, sikujaliwa kufika hapo, lakini nyie nendeni hapo. I'm happy. Na dunia ikaniona. Mara ya kwanza nikapata PhD 2 za heshima kutoka Marekani. Anyway, I was happy. Nikasema nashukuru hata hiyo kazi niliyofanya ya kusomesha na ya kulea hawa watoto wameona wa Marekani. Lakini why Africa? Lakini degree niliyoifurahia ni ile ya Zimbabwe ya humanitarian, degree ya utu. Nilipopata PhD ya heshima ya utu kutoka Afrika, oh my God. Nikasema now I'm happy. Na sasa ninajisikia kuridhika ndani. Lakini ningekufa na sonona na hii akili nilionayo kama sikusomesha, ningeenda krize. Lazima ningerani, lazima ningeenda upande wa pili, kwa sababu unaishi na sonona ya kitu ulichokitaka alafu hakikutokea, au unapambana kukipata mpaka unakuwa kichaa. Tenda matendo mema. Na sasa ni baba wa watoto wengi, na ninafurahia ninapoona maisha ya watoto. Nikakosa malezi mazuri, lakini Mungu akanisaidia katika kulea na kutunza. Ndio hawa mnaowaona. Pengine nilipoanza kuwa mwinjilisi sikupita mikono mizuri nipate mchungaji wa kunilea vizuri, nipate nani wa kunisaidia. Lakini katika huduma na karama nikasema kama mimi nilisafa kiasi hiki, huu ni mwaka, tangu mwaka wa 90 ninahubiri, huu ni mwaka wa 35 niko kwenye mimbara ninahubiri, najisogeza taratibu taratibu, na nimepita mapito magumu, wakati mwingine mikono mibaya. Nikasema no, nitawalelea wale wenye vipawa waweze kwenda, na hawa wanalelewa kwenye vipawa. Leo amehubiri asubuhi ya leo, mimi nimetumia miaka 35, yeye anatumia siku moja kufikia mataifa 180. One day anafikia mataifa 180 kwenye mimbari ambayo nimeitengeneza kwa miaka 35. But I'm happy. Kama alivyozungumza leo very psychologically, alivyohubiri, unafikiri najisikia nini? I'm happy. Yani ukiniona hapa asubuhi nimeongezeka kilo za kutosha. Kwa nini? Matendo mema. Ninakuombea ukikosa kitu usifikiri oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Na dada mmoja hapa, yeye amezaliwa ni wale premature njiti. Msharika wangu wa Morning Glory, Evening Glory, msharika wa Kijitonyama.
alizaliwa njiti. Na alipofika umri akaja ofisini kwangu, nikazungumza naye. Akaniambia, mchungaji, mimi nimezaliwa njiti, lakini nasikia niwasaidie watoto njiti. Lakini nataka nikuambie, nikamtia moyo. Juzi Mungu amemsaidia. Mwaka huu mwezi ujao, mwezi wa 11, atafungua kituo ambacho amejenga kwa millions of money, na amefadhiliwa na mataifa kutoka mataifa mbalimbali na wa Marekani, na anajenga kituo ambacho watoto watakaozaliwa ambao ni njiti wanapata treatment ile ya mtu aliyezaliwa Marekani. Yani zile quality za malezi za hizo incubation ambazo watoto wanazaliwa New York Marekani, Washington DC, na amejenga kwa Wasukuma huko Mwanza katikati, ndiko ambako na watoto wale watapata. Kwa nini? Ni tendo jema. Kama mimi nilipata hii shida nikapitia hapa, hebu niwasaidie wengine, lakini sio kulipa kisasi. Kuna watu ambao sasa wakipita mapito magumu, yeye kazi yake ni kuhakikisha nilikosa shule, hakuna atakayefika shule. Let them go kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi nataka niwaambie, nasisitiza, kuna watu ambao mna sadaka, lakini mnajua watu ambao kwa maumivu waliopitia, wengine wanatengeneza vituo vya kulelea watoto yatima, wengine wanalelea vituo vya maombi, wengine wanajenga vituo, makanisa yanajenga vituo, Katoliki wanajenga vituo. Umesikia Lutheran tunajenga kituo cha watoto wenye usonji. Unasikia kutoa sadaka, sio yani unasikia kutoa sadaka. Na kuomba usijizuie kufanya jambo jema, lakini we mwenyewe kuna kitu unataka kufanya kabisa. Umesema mimi sintakufa mpaka nifanye kitu fulani. Na mimi nawaambieni ninyi wa Kristo, acheni kutoa visadaka vya chenchi. Toeni sadaka zinazoeleweka. Yani wewe kufika ukamwambia mchungaji, hili jengo hapa naweza kulijenga. Hii nyumba hapa ya wachungaji, nyumba ya mapadri, naweza kuijenga mwenyewe. Mbona unajenga nyumba zako nyingi na umejenga apartment, nyumba za thamani kuliko nyumba ya mapadri, kuliko nyumba ya masista, kuliko darasa moja la shule? Unafika na wewe Mungu amekupa kitu, na unaona maono yaliyoko hapa, tunajenga shule, darasa linagharimu bei gani, na una uwezo wa kufanya. Na wewe unafika eti na wewe unachangia mlango. Na yeye anafika, mtu ana hela za kutoa hata milioni 100, milioni 200, na yeye akifika anachangia mlango, akifika anachangia 500,000. Lakini hata mwenyewe unajua hujatoa sadaka. Kwa sababu unaweza kujenga darasa peke yako. Unaweza kufanya contribution kubwa ya kitu ambacho unafikiri kinakusababisha uishi kwa furaha. Mwanamke huyu Dorcas alijaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alipokufa watu waligoma kumzika, wakaenda kumuita Petro. Petro akaja akamwombea, akafufuka kutoka kwa wafu, akaishi tena. Ni maombi yangu, hata kama kuna mambo yamekufa kwenye maisha yako, dream zako na mitaji na nafasi, Mungu akupe kufufuka tena kwa sababu ya matendo mema na sadaka ulizozitoa. Uondoke kwenye sonona. Kutoa sadaka ni uponyaji wa sonona. Yani unapotoa sadaka, unapofanya matendo mema, ni uponyaji wa sonona. Na kazia, kuna mtu mmoja ambaye umekosa kitu kama mimi nilivyokikosa, na umeamua kujenga kitu. Kuna wengine mmesema mtajenga shule, kuna wengine mmesema mtajenga kituo fulani, kuna wengine mmesema mtajenga hospitali. Nimezungumza juu ya mwingine aliyejenga kituo cha watoto njiti, na ulishasema na kuambia Mama Kitutu na Mama Mari, hata kama mmeshafika miaka 80, bado yale maono yenu yako pale pale. Anzeni msingi, achieni wengine wataendelea mbele. Usife kabla hujafanya kile kitu ambacho hutaridhika. Utakufa na sonona. Kweli nakuhakikishia, utakufa, lakini hutarest in peace. Hautakufa kwa amani mpaka ufanye kile kitu ambacho ulikusudia kufanya. Kama umeshindwa kufanya, just go somewhere and support. Nenda ka support mtu mmoja anayefanya hicho kitu. Ni uponyaji wa watu wengi. Watu ambao wanasema kama mimi nilikosa, basi mwingine apate.
Kama mimi nimekosa watoto, hebu nilelee nijenge nyumba ya kulelea watoto. Kama nimekosa watoto, kama nimekosa, lakini Mungu akusaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi nabariki hizo ndoto za kujenga kitu cha kumbukumbu kwa ajili ya maisha ya kwako, na kutangazia upako wa Alfa na upako wa Omega, neema ya kuanza na neema ya kumaliza, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi.